Mimi kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya hii ya Chato, sisi kama wilaya tukupewa nafasi pana ya kushughulika na jambo hili, kwa sababu hili jambo limefanyika katika wilaya ya Chato. Sisi tungekuwa na nafasi pana kabisa ya kulishughulikia, kuona namna ambavyo lilifanyika na linavyoendelea. Kwa bahati mbaya sana, mchakato huu ulibebwa na baadhi ya viongozi ambao wao ndio waliokuwa wanashughulika na jambo hili na kulifikisha mkoani na hatimaye makao makuu. Kwa hiyo mimi ninabaki na maswali mengi kichwani ukilinganisha na namna chama changu kinavyotenda kazi. Hiki Chama cha Mapinduzi ni chama makini sana, chama ambapo kinapokuwa kinashughulika na nidhamu ya wanachama na viongozi, huwa kinatumia katiba na kanuni zake, kiasi kwamba mpaka hadi mtu anapokuwa amefikia hatua ya kuvuliwa uongozi kama ilivyofanyika pale, kuna hatua nyingi zinakuwa zimeshafanyika, kiasi kwamba hata mhusika mwenyewe hawezi kuwa na nafasi ya kuona kwamba anaonewa, kwa kuwa anakuwa amepewa nafasi ya kutosha. Zimepitia hatua mbalimbali, na hivyo inapofikia hatua kwamba sasa chama kinaifikia hatua ya kumvua mtu uongozi na wanachama, hata yeye mwenyewe kwa kweli anakuwa anaona chama kwa hilo kimetenda haki. Lakini katika hili ambalo limefanyika, mimi napata tabu sana. Unajua mwandishi, dunia hii ina vita nyingi. Iko vita ya kiuchumi, iko vita vya kisiasa, na vita nyingine inaendeshwa. Kwa hiyo mimi ninachokiona hapa ni kama hii vita ya kisiasa hivi, ambayo unakuta kwamba pengine huyu muhusika na kundi fulani hawakukubaliana au hawakubaliani, na anapokuwa wakubaliani, basi wanachukua jukumu la kufanya yale wanayokusudia kufanya. Na katika hili mimi ninapata sababu za kusema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kwanza, wapo baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakisema, wakitaja yale matokeo wanayotamani yafanyike kama yalivyofanyika mwanzoni tu mwa mchakato huo. Tayari watu walikuwa wanasema tutafanya hivi, litafanyika hivi, litafanyika hivi, na kama walivyokuwa wakisema ndivyo lilivyofanyika. Lakini pia unaangalia barua ambayo niliona kutoka kwa huyo muhusika Manunga kutoka kwenye kamati kuu, ilikuwa inaandikwa kuwa amepewa onyo kutokana na kuvunja kanuni ya chama chetu ya usalama na maadili. Akapewa onyo. Sasa kupewa onyo na hatimaye kuja kuvuliwa uongozi, hapo ndipo unashindwa kuelewa. Kwa mujibu wa kanuni ya chama chetu, onyo anapewa mtu ambaye ametenda kosa ambalo halina madhara kwa chama, katika uhai wa chama, na pia ni mtu ambaye anakuwa tayari kujikosoa. Sasa kinachofuatia baada ya onyo ni kuvuliwa uongozi. Hapo sasa ndio unakuta mkanganyiko mkubwa wa uelewa unapoingia. Kwa mimi binafsi, mwandishi, niseme tu kwamba sielewi kilichopo ndani ya jambo hili, isipokuwa ninaamini hiki chama ni chama makini. Hiki chama ni chama ambacho toka kimeanzishwa kimeonekana kutenda haki kwa wanachama na kwa wananchi kwa ujumla.
Ndio sababu kimeendelea kupendwa na kuheshimiwa kwa kipindi chote cha miaka yote ambayo kimeongoza. Na kwa maana hiyo nina uhakika bado wako viongozi wetu wa ngazi ya kitaifa bado wanao nafasi ya kulichunguza jambo hili na kuliona kwa kina. Ikiwa ni halali kwake kuvuliwa madaraka pamoja na wanachama, hakuna tatizo, kwa sababu ni haki, ni halali itakayokuwa imetendwa. Lakini ikiwa hakuna uhalali huo, ninaamini chama chetu bado kina nafasi ya kulichunguza. Maana kwa mujibu wa katiba, yeye mwenyewe ana fursa, ana nafasi ya kukata rufaa. Lakini naamini pia haitaishia hapo, watalichunguza kwa kina. Tuna vikao vya kamati kuu, tuna vikao vya halmashauri kuu ya taifa. Yote hivyo ni kwa ajili ya maslahi ya wanachama na viongozi wake. Kwa hiyo sina shaka kwamba jambo hili litaendelea kushughulikiwa na mwisho wa siku ufumbuzi kamili wa haki utapatikana. Ni kwa sisi wananchi wa kata ya Bongera kweli tumelipokea kwa masikitiko makubwa sana. Tunaomba sasa, kama kuna taratibu zinaanzia tu kule juu, zinafanya maamuzi yao bila hata kata husika kujua kwamba ni kwa nini, tungepata ingalau kidogo tu taarifa ya kwamba bwana diwani wa kata ya Bongera anashtakiwa, anatuhumiwa kwa kosa hili na hili, ingalau na sisi tukapata. Lakini tunaona tu ngazi kubwa ile ya mkoa inafanya maamuzi, kwa sababu walisema kikao kikubwa kinameza kikao kikubwa kidogo, basi tunawaachia wao wana maamuzi. Lakini kwa maamuzi ya kumvua wanachama diwani Bartolomeo Christian Manunga wa kata hii ya Bongera, sisi kama kata na wanachama na kata nzima kwa ujumla hawajalipokea, wamelipokea kwa mshtuko mkubwa. Na hili limetufanya sasa kata hii ya Bongera, kwanza mwenyewe mwandishi wa habari umeona nyuso za watu zilivyopoa. Yani watu hawana amani kabisa. Diwani yule amekuwa diwani toka mwaka 2010. Kata hii toka ilivyoteuliwa, ilivyotengwa tu kwa kata, diwani huyu akawa ameomba na akashinda. Ametufanyia kitu, tumetoka mbali sana kuwa naye huyu diwani. Ametusaidia mambo makubwa sana kwenye hii kata. Ilikuwa ni polini kabisa, na ukiangalia iko mwishoni kabisa wa mkoa wa Kagera, unaona. Kwa hiyo diwani ametufanyia kazi kubwa sana kwenye hii kata ya Bongera. Sasa kama kuna watu wanafanya makusudi, hizi ni siasa. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.